Uteuzi wa aliyekuwa rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera kuongoza mchakato wa maridhiano nchini Tanzania uliotangazwa na Jumuiya ya Madola umeibua mazungumzo mapana na yenye uzito ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Tangazo hilo limetafsiriwa kama hatua muhimu katika kujaribu kusimamia mazungumzo ya kuelekea kufungua ukurasa mpya wa kisiasa nchini Tanzania. Hata hivyo, mjadala unaoendelea mitandaoni unaonyesha kwamba hatua hiyo bado haijakubalika na sehemu kubwa ya vijana, hasa kundi linalotambulika kama Gen Z. Mara baada ya taarifa hiyo kusambaa, mitandao ya kijamii ilianza kujaa maoni ya vijana wanaonyesha wazi kutopendezwa na uteuzi huo. Kwao swali haliko tu kwenye mchakato wa maridhiano, bali ni juu ya kiongozi aliyechaguliwa kusimamia zoezi hilo. Wengi wanasisitiza kuwa hawana imani na Chakwera, wakisema kwamba sifa na historia yake ya kiuongozi haziwapi matumaini ya uongozi ulio huru na usioegemea upande wowote. Kwa mujibu wa maoni haya, vijana wanaamini kuwa Chakwera hana tofauti kubwa na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, mtazamo ambao umeibuliwa kwa mfululizo wa hoja zinazotolewa mtandaoni. Wanadai kuwa kama misingi ya changamoto za uongozi ndiyo hiyo, basi mchakato wa maridhiano hautakuwa na msimamo madhubuti wa kusimamia haki, ukweli na uwajibikaji. Katika hoja zao, vijana wamenukuu mifano kadhaa inahusisha tuhuma za upendeleo wa kifamilia. Wanarejelea ukosoaji ulioelekezwa kwa Rais Samia kwa madai ya kumteua mwanawe kushika nafasi katika baraza la mawaziri pamoja na nafasi nyingine zinazohusishwa na watu wa karibu. Kwa upande wa Chakwera, vijana wamekumbusha tuhuma zilizoibuliwa nchini Malawi wakati wa utawala wake, ambapo alituhumiwa pia kuwapendelea watu wa familia yake katika mchakato wa kuteua watendaji wa serikali. Kwa kundi hili la vijana, kufanana kwa tuhuma hizo kwa viongozi wote wawili kunaleta mashaka juu ya uwezo wa Chakwera kusimamia mchakato wenyewe bila upendeleo au mivutano ya kimaslahi. Uteuzi wa Chakwera pia unakuja wakati ambao Rais Samia Suluhu Hassan yuko katika hatua za kuanzisha tume ya maridhiano ndani ya Tanzania. Hata hivyo, mjadala unaoendelea unaonyesha kwamba sehemu kubwa ya Gen Z wanaona mchakato wa ndani kuwa na changamoto za kiutendaji na kiimani. Kwao hakuna maridhiano yoyote yanayoweza kuanzishwa bila kwanza hatua za msingi, ikiwemo uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu kile kinachoitwa machafuko, vifo na ukiukwaji wa haki za binadamu. Vijana wengi wamekuwa wakisisitiza kwamba tume ya ndani pekee haiwezi kutoa matokeo yenye ushawishi mpana, wakidai kuwa uchunguzi kutoka nje ulio huru na usio chini ya mamlaka za ndani ndio unaweza kutoa picha kamili ya matukio yaliyotokea. Hoja yao ni kwamba maridhiano ya kweli lazima yategemee uthibitisho wa kweli, wazi na uwajibikaji, hatua wanazoamini bado hazijafanikiwa. Katika mjadala huu, wachambuzi wa kisiasa kutoka ndani na nje ya nchi wameendelea kufuatilia kwa karibu namna mijadala inavyokuwa. Kwa mujibu wa baadhi yao, sauti za vijana zimekuwa muhimu katika kujenga sura mpya ya mijadala ya kitaifa ndani ya Tanzania. Wanasema kuwa Gen Z wamekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya uwazi, haki na mabadiliko ya kiutawala. Kwa hiyo kupuuza au kupunguza uzito wa maoni yao kunaweza kudhoofisha mchakato mzima wa maridhiano. Huku hayo yakijiri, nafasi ya Jumuiya ya Madola inabaki kuwa muhimu katika kuhakikisha kwamba mchakato huu unazingatia viwango vya kimataifa vya maridhiano, kujenga amani na udhibiti wa kisiasa. Jumuiya hiyo imekuwa ikijihusisha na masuala ya kuimarisha taasisi za kidemokrasia, ushirikishwaji wa wananchi na uimarishwaji wa haki za kibinadamu. Hata hivyo, uteuzi wao wa Chakwera umeshaweka changamoto mpya, kwamba mchakato wa nje ambao unakusudiwa kuimarisha imani sasa unakumbana na upinzani wa mwanzo kutoka kwa kundi kubwa la vijana. Kwa upande wa makundi mengine nchini Tanzania, wanaharakati wa haki za binadamu na baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakitoa maoni yanayoeleza umuhimu wa hatua za msingi kabla ya kuanzishwa kwa mazungumzo ya maridhiano. Wanasisitiza kwamba maridhiano lazima yajengwe juu ya msingi wa ukweli na si juu ya misingi ya majadiliano pekee. Hivyo wanasema kuwa uchunguzi wa matukio yaliyotokea ni hatua isiyoweza kurukwa.
Katika muktadha mpana, historia ya maridhiano nchini Tanzania inarejea kwenye mijadala ya muongo uliopita, ambapo baadhi ya matukio ya kisiasa, hasa yale yaliyohusiana na uchaguzi, yamekuwa yakiacha pengo kati ya wananchi na taasisi za serikali. Hali hii imekuwa ikisababisha wito wa mara kwa mara kwa kujenga mfumo wa kisiasa unaotambua haki, usawa na utawala wa sheria. Hivyo uteuzi wa Chakwera unachukuliwa kama hatua iliyokuwa inatazamiwa kuwasha tena safari hiyo ya mazungumzo. Lakini sauti za vijana sasa zinataka safari hiyo ijengwe kwa umakini zaidi. Kwa muhtasari ni kwamba mjadala unaoendelea kuhusu uteuzi wa Dr. Lazarus Chakwera unaonyesha mgawanyiko wa wazi kati ya taasisi za kimataifa, serikali ya Tanzania na kundi la vijana wa Gen Z. Mchakato wa maridhiano unaotarajiwa unaweza kuwa na mafanikio ikiwa utazingatia hoja kuu zinazojitokeza: umuhimu wa uchunguzi huru, kuepuka tuhuma za upendeleo wa kifamilia, kujenga imani kwa wananchi na kuhakikisha kuwa mchakato haupendelei upande mmoja. Kwa sasa macho na masikio ya umma yameelekezwa kwenye hatua zitakazofuata.